Jijini Dar es Salaam, katika operation iliyofanyika eneo la Sinza D, tuliwakamata Bwana Cuthbert Kalokola mwenye umri wa miaka 34 na Bi Murath Abdalla mwenye umri wa miaka 19 wakiwa na dawa mpya za kulevya aina ya 3/4-methylene dioxymethamphetamine MDMA vidonge 738 venye uzito wa gramu 177.78 na dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya Rohypnol flunitrazepam vidonge 24 venye uzito wa gramu 10.03. Matumizi ya MDMA na Rohypnol yanaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kupoteza kumbukumbu, shinikizo la juu la damu, kifafa, uraibu na hata kifo. Zaidi ya hayo, Rohypnol inasababisha usingizi wa ghafla na hutumiwa katika uhalifu wa mashambulizi ya kingono na wizi, hivyo kufanya dawa hizi kuwa hatari kwa afya na usalama wa mtumiaji. Katika operation nyingine iliyofanyika Mbezi Maramba Mawili jijini Dar es Salaam, tuliwakamata watuhumiwa Jaribu Tindwa mwenye umri wa miaka 38, Ali Meshe mwenye umri wa miaka 39, Juma Mfano mwenye umri wa miaka 20, Rahimu na Mpanda mwenye umri wa miaka 28, Abubakari Ali mwenye umri wa miaka 20, Nurdin Rashidi mwenye umri wa miaka 36 na Faridi Rashidi mwenye umri wa miaka 33 wakiwa na kilogramu 90 za dawa za kulevya aina ya skanka zikiwa zimefichwa ndani ya matanki ya solar paneli zilizokuwa zinasafirishwa kwenye basi la Falcon aina ya Scania lenye namba za usajili T 372 DFK linalofanya safari zake kati ya Tanzania na Malawi. Mkoani Rukwa, katika mpaka wa Kisesia, tulimkamata Bwana Godwin Henry mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Mbalizi Mbeya, akiwa na dawa za kulevya aina ya skanka kilogramu 244.3 zilizokuwa zimefichwa ndani ya spika, mashine za kupooza hewa, mashine za kukatia majani na vifaa vya kompyuta kwenye CPU. Vifaa hivyo vilikuwa vinasafirishwa kwenye gari aina ya Iveco van yenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya Kusini CN 85FNGP, mali ya kampuni ya usafirishaji ya Makamua Logistic Limited lililokuwa likitokea nchini Afrika ya Kusini kuja jijini Dar es Salaam. Aidha, katika operation tulizozifanya maeneo mengine nchini, tulifanikiwa kukamata kilogramu 2041.45 za bangi, kilogramu 1423.28 za mirungi, kuteketeza ekari 18 za mashamba ya bangi, na tunashikilia magari 4 na pikipiki 12. Mafanikio tunayoyapata katika vita dhidi ya dawa za kulevya yanatokana na ushirikiano wa jamii katika kutimiza dhumuni la serikali kulinda kizazi chetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Jamii yetu inayo nguvu kubwa ya kubadilisha mwelekeo mbaya wa vijana na kuwafanya kuwa na mwenendo mzuri, kwa kuwafanya wawe na mwenendo mzuri utakaosaidia mustakabali wa taifa letu Tanzania kuendelea kuwa na amani na ustawi wa jamii. Tuendelee kusimama pamoja kuhakikisha tunalinda vizazi vya sasa na vijavyo dhidi ya dawa za kulevya, na operation za dawa za kulevya nchi nzima zitaendelea na kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanaojihusisha na biashara, uzalishaji na matumizi ya dawa za kulevya, hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Asanteni sana kwa kunisikiliza.